Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sala Michael John. Ni muumini wa kanisa la FPCT Usharika wa Boko. Nao nafasi kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ilikuwa ni Jumapili nzuri, Jumapili tulivu kwa kila mtu. Ilikuwa ni Jumapili muhimu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyotutendea. Pembeni yangu niko na rafiki yangu anaitwa Moses. Ni mtumishi wa Mungu ambaye ndiye aliandaa tukio hili muhimu sana la leo. Atatuelezea zaidi nini kilipelekea, nini kilitokea katika maisha yake hadi akaamua kufanya kitu kama hiki cha leo. Habari? Safi, Bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Labda kwa majina matatu. Mimi nimetaja tu Moses. Okay. Mimi majina yangu naitwa Moses George Mbwila. Ni muumini wa kanisani hapa FPCT Bethel Christian Center. Yeah. Moses, nimeona unafanya huduma ya uimbaji. Huduma hii ulianza lini na ukiwa na umri gani na ulianza wapi? Okay. Mimi nimeanza muda. Sasa hivi ninakaribia miaka 10 katika huduma hii ya uimbaji. Nilianza nyumbani nikiwa bado mtoto mdogo. Na nyumbani kwetu ni Kigoma. Kwa huko ndiko ambako huduma yangu ilikuwa. Na mwanzoni sikuwahi waza kama Mungu ameniwekeza vitu ndani yangu kwa habari ya kuimba. Kwa hiyo nilipofikia umri wa kuanza kujitambua, ndipo hapo Mungu alipoanza kusema na mimi kwa habari ya kumtumikia kwa namna ya kuimba. Kwa kuanzia hapo nilianza kumtumikia Mungu kwa namna hiyo. Okay Moses, kama kijana, kwa sababu ni nadra sana kuona vijana wenye umri kama wako wakisimama madhabahuni kumsifu na kumtukuza Mungu. Wengi wanakimbilia kwenye bongo flava, kwenye nini huko. Kama kijana, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika huduma yako? Okay. Changamoto ziko nyingi. Kuna changamoto za kiroho na kimwili. Lakini changamoto kubwa ambayo nakutana nayo ni namna ambavyo ninaweza nikatumia huduma hii niliyonayo kuweza kuwafikia watu na iweze kumgusa Mungu, kwa sababu eneo la kusifu na kuabudu ni eneo ambalo lipo very sensitive, kwa sababu kwa mfano kuabudu, unapokuwa unaabudu maana yake unakuwa unashusha uwepo wa Mungu. Sasa kumtoa Mungu kule alipokaa mpaka kumshusha chini sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo inahitaji nguvu kubwa sana ya kiroho kwa mtu kukaa kwenye eneo la kusifu na kuabudu, kwa sababu lazima utatakiwa kuishi maisha matakatifu. Usipoishi maisha matakatifu maana itakuwa ni vipesi sana kumshusha Mungu, kwa sababu Biblia pia inasema saa inakuja ambayo waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Sasa ile roho na kweli inakuwa imeambatana na vitu vingi. Kwa hiyo hauwezi ukamshusha Mungu pasipo kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo kama kijana nimekuwa nikikutana na changamoto nyingi za kiroho. Wakati wa nyuma nilikuwa siwezi kumtafuta Mungu kwa namna ya kuomba, kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho nilikuwa sijakizoelea. Lakini watu ambao ni mamenta na ambao mimi nimekuwa nikiwafuata na kuwasikiliza kwa habari ya huduma, wamekuwa wakinisihi sana kwa habari ya unyenyekevu na kumuomba sana Mungu. Kwa hiyo kupitia hivyo nimekuwa nikipata step ahead, na hata sasa hivi niko hapa. Lakini changamoto zingine ni za kawaida, changamoto za kimwili, kwa sababu unajua unapofanya huduma kama hii ni lazima financially uwe vizuri. Kwa hiyo kwa sisi tumeamua tuanze kumtumikia Mungu kwanza. Tusipate watu ambao labda huenda wanaweza kawekeza pesa au kitu chochote. Tumeona tutangulize kwanza kuifikisha injili kwa watu. Lakini pale ambapo Mungu atainua watu wa kufanya kazi na sisi, hapo ndipo sasa itakuwa ni wakati sahihi wa Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kumtumikia Mungu kwa vile ambavyo tutakavyoweza, na ndo kama hivi tunavyoona. Okay Moses, katika ibada wakati inaendelea tumepata kufahamu kuwa mwanzilishi mkubwa na wazo kubwa la ibada hii ya shukrani ulikuwa ni wewe. Je, ni nini kilipelekea mpaka kuomba kufanya ibada hii kanisani hapa FPCT Boko? Kwanza awali kabisa mimi ndo kiongozi mwanzilishi wa timu hii ya Precious Ministers. Precious Ministers haipo Dar es Salaam peke yake, ipo mikoani na imeweza muda mrefu. Sema tu sasa hivi ndo tawi hili la Dar es Salaam limeweza kukua, tumeweza kuestablish. Huduma tumeweza kufanya muda mrefu. Sasa kikawaida huwa tunaandaa matukio kila mwaka mara 2. Matukio kwa maana ya matamasha ya kusifu na kuabudu. Kwa hiyo inaweza ikawa ni Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Kenya au sehemu yote ambapo Mungu anakuwa ametupa kibali. Sasa kwa hapa Dar es Salaam tarehe 30 mwezi wa 3 tulikuwa na ibada ya kusifu na kuabudu.
Kwa tulifanyia Mungu ibada mahali hapa, ilienda kwa jina la The Manifestation of God's Power. Tulifanya hapa na ikaenda vizuri, lakini imekuwa ni desturi ya mimi kama kiongozi kufanya ibada za shukrani baada ya kuwa tumemaliza hayo matukio ya kusifu na kuabudu. Kwa hiyo baada ya kuwa tumemaliza mwezi wa 3, nilikuwa nishapanga ratiba kwamba mwezi wa 5 lazima tufanye ibada ya shukrani. Lakini mwaka huu imekuwa tofauti kabisa na miaka yote, kwa sababu Mungu amekuwa akinisemesha zaidi ya vile ambavyo alikuwa ananisemesha huko awali. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunafanya ibada za shukrani, tunasifu na kuabudu, tunaondoka. Lakini this time wanaona Mungu amekuwa akinisemesha kwa habari ya sadaka. Kwa habari ya sadaka. Sadaka imekuwa ikiimba kwenye akili yangu. Kwa hiyo nilivyoona shukrani nikasema basi tufanye shukrani pamoja na sadaka. Lakini Mungu alivyonisemesha kwa habari ya sadaka, akaenda mbali zaidi akasema sadaka ya manukato. Sadaka ya manukato maana yake ukiunganisha maneno matatu ni shukrani na sadaka ya manukato. Sasa kwa nini sadaka ya manukato? Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile habari ya Ibrahim alitakiwa aende akamtoe mtoto wake kama sadaka ya kuteketeza. Ibrahim alitii maelekezo ya Mungu na mpaka pale alipoenda kwenye milima kwenda kumtoa mwanae. Lakini Mungu baada ya kuona Ibrahim ametii yale maelekezo, alimpatia mbadala wa sadaka. Kwa hiyo badala ya kutoa ile sadaka ya kuteketezwa, Mungu akampatia mwana kondoo mbadala wa Isaka. Kwa hiyo mimi pia nilitii maelekezo ya Mungu. Baada ya kutii ndo matokeo ya hii ibada. Sasa tunapoizungumzia sadaka ya manukato, ni sadaka ile ambayo inakuwa na tija mbele za Mungu. Kwa sababu mimi naamini Mungu amefanya vitu vingi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu hajatenda na vingine ambavyo anaendelea kutenda. Kwa hiyo niliamini kila mtu ana jambo la kumshukuru Mungu. Sasa kwa nini sadaka ya manukato? Biblia inasema Mungu aliitakabali sadaka ya Habili kuliko sadaka ya Kaini. Kwa sababu Abeli alikuwa ni mtii na mnyenyekevu mbele za Mungu, lakini Kaini alijihesabia haki. Kwa hiyo mimi binafsi kama mbeba maono nimekuwa nikijiandaa mimi binafsi na timu kuhakikisha mioyo yetu inakuwa sawa kabla tujafanyia Mungu ibada ya kutoa sadaka. Kwa sababu kama sadaka itatolewa alafu mtu hayuko sawa na Mungu, maana sadaka hiyo itakuwa kama vile imepepea. Na hapo ndipo tunakuja kupata lile neno utii. Utii umebeba vitu vingi. Kwa utii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo kabla haujatoa dhabihu ni lazima uwe na utii. Sasa utii hapo ndio kuna masuala ya utakatifu, usiwe na neno na mwenzako, usimhesaibie mwenzako si nini. Kwa hayo yote ukishaweka sawa, ndipo pale unatakiwa kuja kutoa sadaka. Kwa hiyo sadaka ile ambayo ni ya manukato ni ile ambayo inatija mbele za Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio historia fupi kwa habari ya ibada ya shukrani na sadaka. Okay, asante. Sasa Moses, ibada ya leo ilikuwa ndefu, ilikuwa nzuri. Tumejifunza vitu vingi sana. Na naamini kuna vitu vingine vimekuwa surprise kwako, yani hukutegemea kwamba vitakuwa hivyo. Ni nini kikubwa ambacho umeondoka nacho kwenye ibada ya leo, ambacho hicho kitu kitaishi ndani yako milele na milele? Ni kipi? Maana kwa kuna mahubiri, kwa kuna kusifu, kwa kuna kuabudu, kwa kuna kuomba. Sasa ni nini? Kwa kuna matoleo ambayo ndio shukrani tumetoa, sadaka. Ni nini kikubwa ambacho umeondoka nacho siku ya leo kitaishi ndani yako milele na milele? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kikubwa kabisa ni vile ambavyo Mungu amejidhihirisha kupitia shukrani na sadaka ya manukato. Mimi binafsi nime experience kitu cha tofauti kabisa. By the way, kwa sababu mwanzoni wakati ibada inaanza tulikuwa na changamoto, nadhani baadhi ya watu ambao waliona, na changamoto zile zilikuja kunipa hofu pia mimi kama binadamu, lakini niliendelea kumwamini Mungu. Kwa kitu kikubwa ni vile ambavyo nimemuona tu Mungu akiwahudumia watu. Lakini pia kwa kanisani kwetu hapa nimefurahi sana kuona watu wakiwa na mwitikio mkubwa kumtolea Mungu sadaka na shukrani zao. Kwangu mimi ilikuwa ni kitu ambacho by the way kimenisurprise, kwa sababu unajua tunapozungumzia sadaka unajua ni kitu kingine. Yes. Sadaka ni kitu kingine kabisa. Yaani mpaka uone mtu anatoa kitu tena kwa ajili ya Mungu. Basi ujue kweli huyo ana moyo wa ibada na ni moyo wa shukrani. Okay. Nimewahi kushuhudia ibada nyingi, lakini kwa kwetu hapa nimekuwa surprise sana. Yaani kuona kila mtu ana bahasha ile na anakuja kutoa shukrani. Kwangu mimi ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini pia nimekuja kujifunza kwenye mahubiri, watumishi tulikuwa session mbili za mahubiri. Mtumishi wa Mungu kutoka India amesema kumbe kumshukuru Mungu sio kwa sababu tu ya vile ambavyo amevitenda, hata vile ambavyo tujamuomba tuendelee.
Kwa hiyo yeye amekuja ameenda beyond the limit. Na ambavyo tulikuwa tukiwaza sisi kwamba namshukuru Mungu nimejenga nyumba, nimenunua gari. Kumbe unatakiwa kumshukuru Mungu hata kwa kile ambacho hajakitenda. Kabisa. Sasa Moses, cha mwisho ambacho unaweza ukawashauri vijana wenzio ambao wako mtaani huko hawajapata nafasi ya kuwepo siku ya leo na hawajapata nafasi ya kuweza kupata kibali cha kusifu na kumtukuza Mungu, labda wanaogopa au wanaishi katika zile zana tofauti, wewe kama kijana unawashauri nini vijana wenzio? Okay, kwanza kabisa ushauri wangu ni upeleke kwa pande mbili. Pande ya kwanza kwa wale vijana ambao wamebahatika kumjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wasifikirie kumwacha Yesu hata siku moja. Ndio. Wasifikirie kumwacha Yesu hata siku moja, waendelee kunyenyekea, waishi maisha matakatifu. Ni maisha ya utakatifu ndipo tutakapomwona Mungu. Lakini kama yuko kijana yote ambaye ana huduma yote kanisani, asiache awe mtakatifu, awe mnyenyekevu na afate maelekezo ya madhabahu husika. Lakini pia vijana ambao tuko kanisani tusihangaike na mambo. Tafuta sehemu moja ambayo utakuwa unahudumu. Hapo ndipo baraka zako zilipo. Licha ya kwamba tunaruhusiwa kwenda sehemu zingine, lakini tuconcentrate sana kwenye madhabahu ambazo pia tunakuwa tumeelewa. Kwa hiyo wale ambao wamebahatika kumjua Kristo, vijana, hicho ndio kitu cha muhimu. Yaani wokovu ni zaidi ya pesa, wokovu ni zaidi ya maisha ya kitabia. Kwa sababu wokovu sisi wa Kristo ndio kitu ambacho tunajidai. Yaani ukiwa na wokovu maana yake una possess each and everything, kwa sababu Biblia pia imeelekeza. Lakini kwa upande wa pili ni washauri vijana wenzangu ambao wanapambana mtaani na bado hawajapata neema ya kumjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Muda bado upo wa kutosha, waje. Kwa wale ambao watakuwa karibu hapa kwa upande huu, nadhani hii wilaya ya Kinondoni kama sijakosea, lakini hapa ni Boko. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa maeneo haya, hata wale ambao hawatakuwa maeneo haya, hata kwenye makanisa mengine, waje wamjue Yesu, waokoke. Kwa unawaita waje hapa? Ninawaita kabisa. Yaani kwa wale hapa ninawaita kabisa. Uzuri wa Bahati hapa ni barabarani kabisa. Ukishafika hapo Boko kwa Mpemba, unaulizia kanisa la FPCT, Bethel Christian Center liko hapo. Na hata kama kuna watu hapo mikoani hawajamjua Yesu, jamani, niendeni kwenye makanisa muokoke, mjue Yesu. Kwa Yesu kuna kila kitu. Naweza nikazungumza kitu kingine ambacho watu walikuwa hawafahamu. Mimi kabla sijaanza kuingia kwenye muziki ya Yesu, nimewahi kufanya muziki ya secular, kwa maana ya muziki ya kijamii. Kweli? Kabisa. Twanga pepeta, bolingo au bongo flava au duala. Hakuna nyimbo ambayo nilikuwa sijawahi kuimba. Yaani muziki yote hii, muziki sijui kwenye clubs hizi, hoteli hizi kubwa la mada si wapi. Nimekuwa nikienda na watu ambao walikuwa wanafanya muziki wa live. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya. Lakini pia back in days tumekuwa tukitembea kwenye studios za watu wakubwa wa kina Namu Daktari. Tunakaa nje tukisubiri tupate space, lakini hatukuwahi kupata. Na nimeimba na manyimbo mengi mimi ya secular ambao mpaka mengine nimeshasahau yako wapi. Lakini nimehangaika sana kule, ikafika wakati sasa Yesu akawa amenivuta. Na here I am. Sina shida yoyote. Na huku kwa Yesu niwaambie tu ukweli, yani huku kwa Yesu, yani hatutafuti umaarufu, hatutafuti pesa, hatutafuti, sisi tunaifanya kazi ya Mungu. Sasa kupitia kuifanya kazi ya Mungu, Mungu ndiye anafungua milango ya baraka. Sio kama kule labda utataka kufanya hivi, utataka kufanya hivi, utataka kufanya. Yaani principle ya huku ni kumkubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako na kuichapa kazi. Asante sana Moses, asante kwa ibada nzuri uliyoiandaa. Tunasema asante, Mungu azidi kukuinua, Mungu azidi kukubariki, ukafanye makubwa ambayo yako ndani yako, na yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako ya ukafunikwe. Wakitaka kukupata ndugu yetu Moses kupitia labda mitandao ya kijamii au namba yako ya simu au sehemu unayokaa, yani wanakupataje? Okay, sasa kwa habari nianze na swala la social medias. Hapo awali tulikuwa na account ambazo ziko stable kwa ajili ya team, lakini zilipata shida kidogo. Ndio. Lakini mimi pia ninaamini katika uwekezaji. Watumishi wa Mungu wengi ambao mimi ninawatazama wamewekeza sana kwenye social medias. Kwa maana kwamba mtu anakuwa na account ya YouTube, anakuwa na account ya TikTok, anakuwa na account ya Instagram, lakini anakuwa na mtu maalum ambaye anazi-operate hizo account. Okay. Kwa hiyo ninaamini sana katika uwekezaji. Okay. Kwa hiyo social media pia inahitaji uwekezaji kwa maana ya kifedha. Na mimi pia nipo kwenye maandalizi hayo. Lakini kwa sasa Precious Ministers tupo kwenye maandalizi ya kumpata professional ambaye atakuwa na account maalum zitakazokuwa zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa tutakapo tumempata, nadhani tutakuwa tunamlipa, kwa sababu unajua hivi vitu watu wanashindwa kuelewa.
Mtu anataka yule mtunzi wa nyimbo awe anaimba, yeye huyo Instagram afanye hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nimeamini katika uwekezaji na muda sio mrefu kutakuwa na taarifa kamili za kuhusu team. Lakini currently ninatumia tu akaunti zangu za kawaida kwenye mitandao ya kijamii. Kuna Instagram, Twitter, Facebook. Natumia jina moja tu, Minister Moses. Minister Moses TZ. Yeah. Instagram, Facebook, Twitter. Kote. TikTok. Hivyo. Asante Moses, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Basi Mungu awabariki. Amina.